Sheria ya Mungu.org, kiambatisho 2, tohara na Mkristo. Amri ambayo takriban makanisa yote huichukulia kama iliyofutwa. Kati ya amri zote takatifu za Mungu, tohara inaonekana kuwa amri pekee ambayo karibu makanisa yote kwa makosa huihesabu kuwa imefutwa. Makubaliano haya ni makubwa kiasi kwamba hata wapinzani wa zamani wa mafundisho kama Kanisa Katoliki na madhehebu ya Kiprotestanti, Wabaptisti, Pentekoste, Waadventista wa Sabato, Wapresbiteri, Wamethodisti na kadhalika, pamoja na makundi yanayoitwa madhehebu potofu kama vile Wamormoni na Mashahidi wa Yehova, wote wanadai kwamba amri hii ilifutwa msalabani. Yesu hakuwahi kufundisha kuondolewa kwake. Kuna sababu mbili kuu kwa nini imani hii imeenea sana miongoni mwa Wakristo, licha ya ukweli kwamba Yesu hakufundisha mafundisho kama haya na kwamba mitume na wanafunzi wake wote walitii amri hii, ikiwa ni pamoja na Paulo, ambaye maandiko yake mara nyingi hutumiwa na viongozi wa kanisa kuachilia mataifa kutoka katika hitaji hili lililowekwa na Mungu mwenyewe. Hili linafanyika ingawa hakuna unabii wowote katika Agano la Kale unaoashiria kwamba kwa kuja kwa Masihi, watu wa Mungu, iwe Wayahudi au mataifa, wangeachiliwa kutotii amri hii. Kwa kweli, tohara daima imehitajika tangu wakati wa Abrahamu na kuendelea, kwa mtu yeyote wa kiume kuwa sehemu ya watu ambao Mungu aliwatenga ili waokolewe, awe mzao wa Abrahamu au la, tohara kama ishara ya agano la milele. Hakuna mtu aliyeruhusiwa kuwa sehemu ya jamii takatifu iliyotengwa kutoka kwa mataifa mengine bila kutahiriwa. Tohara ilikuwa ishara ya kimwili ya agano kati ya Mungu na watu wake waliobahatika. Zaidi ya hayo, agano hili halikupunguzwa kwa kipindi fulani au kwa kizazi cha damu cha Abrahamu pekee. Pia lilihusisha wageni wote waliotamani kuunganishwa rasmi katika jamii hiyo na kuchukuliwa kuwa sawa mbele za Mungu. Bwana alizungumza wazi, hili ni kweli si kwa wale tu waliozaliwa katika nyumba yako, bali pia kwa watumishi wa kigeni uliowanua. Awe mzaliwa wa nyumba yako au amenunuliwa kwa fedha yako, lazima atahiriwe. Agano langu katika mwili wenu litakuwa agano la milele. Mwanzo 17:12 hadi 13. Mataifa na wajibu wa tohara. Ikiwa mataifa kwa kweli hawakuhitajika kuwa na ishara hii ya kimwili, ilikuwa sehemu ya watu waliotengwa na Bwana, basi kusingekuwa na sababu yoyote kwa Mungu kuhitaji tohara kabla ya ujio wa Masihi, lakini si baada yake. Hakuna msaada wa kinabii kwa mabadiliko haya. Ili jambo hili liwe la kweli, kungekuwepo na taarifa ya hilo katika unabii, na Yesu angepaswa kutufahamisha kwamba mabadiliko haya yangetokea baada ya kupaa kwake. Hata hivyo, hakuna mahali popote katika Agano la Kale ambapo inatajwa kuhusu ujumuisho wa mataifa miongoni mwa watu wa Mungu kwa njia ambayo inapendekeza kuwa wangepunguziwa amri yoyote, ikiwemo tohara, kwa sababu tu hawakuwa wazao wa Abrahamu kwa damu. Sababu mbili kuu zinazotumika kutotii amri hii ya Mungu. Sababu ya kwanza, makanisa hufundisha kwa kosa kwamba amri ya tohara ilifutwa. Sababu ya kwanza inayofanya makanisa yafundishe kwamba sheria ya Mungu kuhusu tohara ilifutwa, bila kutaja ni nani hasa aliyeifuta, inatokana na ugumu wa kutimiza amri hii. Viongozi wa makanisa wanahofu kwamba iwapo watakubali na kufundisha ukweli kwamba Mungu hakuwahi kutoa maagizo ya kuiondoa, wangeweza kupoteza waumini wengi. Kwa ujumla, amri hii kweli ni ngumu kutekeleza. Daima imekuwa hivyo na bado ni hivyo. Hata kwa maendeleo ya kitabibu, Mkristo anayeamua kutii amri hii lazima apate mtaalamu, alipe gharama kwa fedha zake mwenyewe, kwa kuwa bima nyingi za afya hazifadhili, afanyiwe upasuaji, avumilie usumbufu wa baada ya upasuaji na kukabiliana na unyanyapaa wa kijamii, mara nyingi akikumbana na upinzani kutoka kwa familia, marafiki na kanisa. Ushuhuda binafsi. Mtu lazima awe na uamuzi wa kweli wa kutii amri hii ya Bwana ili kuitekeleza, la sivyo atayasha kwa urahisi. Ushauri wa kumtaka mtu aachane na njia hii upo kwa wingi. Najua hili kwa sababu mimi binafsi nilipitia hilo nikiwa na umri wa miaka 63 nilipotahiriwa kwa utii wa amri ya Mungu. Kutokuelewa jinsi Mungu anavyotoa mamlaka. Sababu ya pili, na bila shaka iliyo kuu, ni kwamba kanisa halina uelewa sahihi wa jinsi Mungu anavyotoa mamlaka au idhini ya kimungu. Kutokuelewa huku kulitumiwa mapema na Shetani pale, miongo michache tu baada ya kupaa kwa Yesu, migogoro ya madaraka kati ya viongozi wa kanisa ilianza, na hatimaye ikafikia hitimisho la upuuzi kwamba Mungu alikuwa amempa Petro na warithi wake mamlaka ya kufanya mabadiliko yoyote walioona yanafaa kwa sheria ya Mungu. Upotovu huu ulienea zaidi ya tohara.
ukiathiri amri nyingine nyingi katika Agano la Kale ambazo Yesu na wafuasi wake walizitii kwa uaminifu daima. Mamlaka juu ya sheria ya Mungu. Kwa msukumo wa Shetani, kanisa lilipuuza ukweli kwamba mamlaka yoyote juu ya sheria takatifu ya Mungu ilipaswa kutolewa moja kwa moja na Mungu mwenyewe, ama kupitia manabii wake katika Agano la Kale, au kupitia Masihi wake. Haiwezekani kabisa kwamba wanadamu wa kawaida wangewapa wenyewe mamlaka ya kubadilisha kitu chenye thamani kubwa kwa Mungu kama sheria yake. Hakuna nabii wa Bwana wala Yesu aliyetuonya kwamba Baba baada ya Masihi angempa mtu yeyote au kundi lolote, iwe ndani au nje ya Biblia, nguvu au uvuvio wa kubatilisha, kufuta, kurekebisha au kusasisha hata amri ndogo zaidi ya Mungu. Kinyume chake, Bwana alieleza waziwazi kwamba hili lingekuwa dhambi kubwa. Msiongeze neno katika yale ninayowaamuru, wala msipunguze neno lolote, bali mtazishika amri za Bwana Mungu wenu ninazowapa. Kumbukumbu la Torati 4:2. Kupotea kwa uhusiano binafsi na Mungu. Tatizo jingine kubwa ni kupotea kwa uhusiano binafsi kati ya kiumbe na muumba wake. Kanisa halikupaswa kuwa mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu. Hata hivyo, mapema katika historia ya Ukristo lilichukua jukumu hilo. Badala ya kila mwamini akiwezeshwa na Roho Mtakatifu kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Baba na Mwana, watu wakawa tegemezi kabisa kwa viongozi wao kuambia kile ambacho Bwana anaruhusu au anapiga marufuku. Kupunguzwa kwa upatikanaji wa maandiko. Tatizo hili kubwa lilitokea hasa kwa sababu hadi matengenezo ya karne ya 16 baada ya Kristo, maandiko matakatifu yalikuwa yanapatikana kwa makasisi pekee. Ilikatazwa kwa mwanadamu wa kawaida kusoma Biblia yeye mwenyewe, kwa hoja kwamba hangeweza kuelewa bila tafsiri ya makasisi. Uongozi wa kanisa na mvuto wao kwa watu. Karne 5 zimepita, na licha ya watu wote sasa kuwa na uwezo wa kupata maandiko matakatifu, bado wengi wanategemea tu kile wanachofundishwa na viongozi wao, iwe ni sahihi au si sahihi, bila kuwa na uwezo wa kujifunza na kutenda kwa kujitegemea kile ambacho Mungu anahitaji kutoka kwa kila mtu binafsi. Mafundisho yale yale potofu kuhusu amri takatifu na za milele za Mungu yaliyokuwepo kabla ya matengenezo yanaendelea kurithishwa kupitia seminari za kila dhehebu. Mafundisho ya Yesu kuhusu sheria. Kama ninavyofahamu, hakuna taasisi yoyote ya Kikristo inayowafundisha viongozi wa baadaye kile ambacho Yesu alifundisha waziwazi, kwamba hakuna hata amri moja ya Mungu iliyopoteza uhalali wake baada ya kuja kwa Masihi. Kwa maana amin, nawaambia, mpaka mbingu na dunia zitakapopita, hakuna herufi ndogo wala nukta moja itakayoondolewa katika sheria mpaka yote yatimie. Kwa hiyo, mtu yeyote atakayeivunja mojawapo ya amri hizi ndogo na kufundisha wengine wafanye hivyo, ataitwa mdogo katika ufalme wa mbinguni, lakini yeyote atakayetenda na kufundisha amri hizi ataitwa mkuu katika ufalme wa mbinguni. Mathayo 5:18 hadi 19. Utii sehemu katika madhehebu mengine. Madhehebu machache yanajitahidi kufundisha kwamba amri za Bwana ni za milele na kwamba hakuna mwandishi wa kibiblia baada ya Masihi aliyewahi kuandika kinyume na ukweli huu. Hata hivyo, kwa sababu isiyojulikana, wanapunguza orodha ya amri zinazodhaniwa kuwa bado zinafaa kwa Wakristo. Madhehebu haya kwa kawaida huangazia amri 10, ikiwa ni pamoja na Sabato, siku ya 7 ya amri ya 4 na sheria za vyakula vya Mambo ya Walawi sura ya 11, lakini hawaendi mbali zaidi. Jambo la kushangaza zaidi ni kwamba uchaguzi huu wa amri fulani hauna msingi wowote wa wazi kutoka kwa Agano la Kale au Injili 4 zinazoweza kueleza ni kwa nini amri hizi maalum bado zinahesabiwa kuwa halali, wakati zingine kama vile sheria za nywele na ndevu, kuvaa tzitzit au tohara, hazitajwi wala kutetewa. Hili linaleta swali, ikiwa amri zote za Bwana ni takatifu na za haki, kwa nini kuchagua kutii zingine na kuacha zingine? Agano la milele, tohara kama ishara ya agano. Tohara ni agano la milele kati ya Mungu na watu wake, kundi la wanadamu waliotakaswa na kutengwa kutoka kwa sehemu nyingine ya jamii. Kundi hili limekuwa wazi kwa kila mtu na halikuwahi kuwa la kizazi cha damu cha Abrahamu pekee, kama wengine wanavyodhani. Kuanzia wakati Mungu alipomweka Abrahamu kama wa kwanza wa kundi hili, Bwana alianzisha tohara kama ishara inayoonekana na ya milele ya agano hilo. Ilielezwa wazi kwamba wazao wake wa asili na wale wasiokuwa wa uzao wake wangepaswa kuwa na ishara hii ya kimwili ya agano ikiwa walitaka kuwa sehemu ya watu wake. Maandiko ya Mtume Paulo kama hoja ya kutotii sheria za milele za Mungu. Moja ya juhudi za kwanza za kukusanya maandiko mbalimbali yaliyoibuka,
baada ya kupaa kwa Kristo ilifanywa na Marcion 85 hadi 160 baada ya Kristo, miliki tajiri wa meli katika karne ya pili. Marcion alikuwa mfuasi wa bidii wa Paulo, lakini alikuwa na chuki dhidi ya Wayahudi. Biblia yake ilihusisha hasa maandiko ya Paulo na Injili yake mwenyewe, ambayo wengi wanaiona kama nakala ya Injili ya Luka. Marcion alikataa Injili zingine zote na nyaraka, akiziona kuwa hazikuongozwa na Roho Mtakatifu. Katika Biblia yake, marejeo yote ya Agano la Kale yaliondolewa, kwa kuwa alifundisha kuwa Mungu wa kabla ya Yesu si yule Mungu ambaye Paulo alimhubiri. Biblia ya Marcion ilikataliwa na kanisa la Roma na yeye alihukumiwa kuwa mzushi, lakini mtazamo wake kuhusu maandiko ya Mtume Paulo kuwa peke yake ndiyo yaliongozwa na Mungu, na kukataa kwake Agano la Kale lote pamoja na Injili za Mathayo, Marko na Yohana, ulikuwa tayari umeathiri imani za Wakristo wengi wa mapema. Maendeleo ya kanuni ya Agano Jipya. Kanuni ya kwanza rasmi ya Agano Jipya ilitambuliwa mwishoni mwa karne ya 4, takriban miaka 350 baada ya Yesu kurudi kwa Baba. Mabaraza ya kanisa Katoliki huko Roma, Hippo mwaka 393 na Carthage mwaka 397 yalikuwa na jukumu muhimu katika kuidhinisha vitabu 27 vya Agano Jipya tunavyovijua leo. Mabaraza haya yalichukua hatua muhimu katika kuimarisha kanuni ya Biblia ili kushughulikia tafsiri mbalimbali na maandiko yaliyokuwa yakisambaa miongoni mwa jamii za Kikristo. Kuondolewa na kujumuishwa kwa nyaraka za Paulo. Barua za Paulo zilijumuishwa katika mkusanyiko wa maandiko yaliyoidhinishwa na Roma katika karne ya 4. Mkusanyiko huu, ambao kanisa Katoliki lilizingatia kuwa takatifu, uliitwa Biblia Sacra kwa Kilatini na Biblia Tahagia kwa Kigiriki. Baada ya karne kadhaa za mjadala kuhusu ni maandiko yapi yanapaswa kuwa sehemu ya kanuni rasmi, maaskofu wa kanisa waliidhinisha na kutangaza kuwa vitabu vifuatavyo ni vitakatifu: Agano la Kale la Kiyahudi, Injili 4, kitabu cha Matendo ya Mitume kinachodaiwa kuandikwa na Luka, nyaraka kwa makanisa ikiwa ni pamoja na barua za Paulo, na kitabu cha Ufunuo cha Yohana. Matumizi ya Agano la Kale wakati wa Yesu. Ni muhimu kutambua kwamba wakati wa Yesu, Wayahudi wote ikiwa ni pamoja na Yesu mwenyewe walitumia na kurejelea Agano la Kale pekee katika mafundisho yao. Mazoea haya yaliegemea sana katika toleo la Kigiriki la maandiko hayo, linalojulikana kama Septuaginta, ambalo lilikusaniwa takriban karne 3 kabla ya Kristo. Changamoto ya kufasiri maandiko ya Paulo. Maandiko ya Paulo, kama yale ya waandishi wengine baada ya Yesu, yaliingizwa katika Biblia rasmi iliyoidhinishwa na kanisa karne nyingi zilizopita, na kwa hivyo yanazingatiwa kuwa msingi wa imani ya Kikristo. Hata hivyo, tatizo haliko kwa Paulo bali kwa tafsiri za maandiko yake. Barua zake ziliandikwa kwa mtindo mgumu na mgumu kueleweka, jambo ambalo lilikuwa changamoto hata wakati wake, kama inavyotajwa katika Petro wa pili 3:16, wakati muktadha wa kitamaduni na kihistoria ulikuwa bado unafahamika kwa wasomaji. Kuzitafsiri karne nyingi baadaye, katika muktadha tofauti kabisa, kunazidisha ugumu huu. Swali la mamlaka na tafsiri, tatizo la mamlaka ya Paulo. Swala kuu si umuhimu wa maandiko ya Paulo bali ni kanuni ya msingi ya mamlaka na uhamisho wake. Kama ilivyoelezwa hapo awali, mamlaka ambayo kanisa linampa Paulo ya kufuta, kubatilisha, kusahihisha au kusasisha amri takatifu na za milele za Mungu hayana msingi katika maandiko yaliyomtangulia. Kwa hivyo, mamlaka haya hayatokani na Bwana. Hakuna unabii wowote katika Agano la Kale au Injili unaonyesha kuwa baada ya Masihi, Mungu angeleta mtu kutoka Tarso ambaye wote wanapaswa kumsikiliza na kumfuata. Kulinganisha tafsiri na Agano la Kale na Injili. Hii inamaanisha kuwa tafsiri yoyote au uelewa wa maandiko ya Paulo si sahihi ikiwa hauendani na ufunuo uliomtangulia. Kwa hivyo, Mkristo anayemcha Mungu kwa kweli na kuheshimu neno lake lazima akatae tafsiri yoyote ya nyaraka, iwe ya Paulo au mwandishi mwingine, ambayo haipatani na kile Bwana alifunua kupitia manabii wake katika Agano la Kale na kupitia Masihi wake Yesu. Unyenyekevu katika kufasiri maandiko. Mkristo lazima awe na hekima na unyenyekevu wa kusema, sielewi kifungu hiki, na maelezo niliyoyasoma ni ya uongo kwa sababu hayana uthibitisho kutoka kwa manabii wa Bwana na maneno aliyosema Yesu. Nitaliacha pembeni hadi siku moja, ikiwa ni mapenzi ya Bwana atanifafanulia. Jaribu kubwa kwa mataifa.
Hili linaweza kuonekana kama moja ya majaribu makubwa zaidi ambayo Bwana ameamua kuweka kwa mataifa, jaribio linalolingana na lile ambalo watu wa Kiyahudi walikabiliana nalo wakati wa safari yao kuelekea Kanaani. Kama inavyosemwa katika Kumbukumbu la Torati sura ya 8, mstari wa 2, kumbuka jinsi Bwana Mungu wako alivyokuongoza njiani mwote katika jangwa kwa miaka 40, ili kukufanya unyenyekee na kukujaribu ajue yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au la, kutambua mataifa watiifu. Katika muktadha huu, Bwana anatafuta kutambua ni mataifa gani wanaotaka kwa dhati kujiunga na watu wake watakatifu. Hawa ni wale wanaoamua kutii amri zote, ikiwa ni pamoja na tohara, licha ya shinikizo kali kutoka kwa kanisa na vifungu vingi katika nyaraka kwa makanisa vinavyoonekana kupendekeza kuwa amri kadhaa zilizoelezwa kuwa za milele katika manabii na Injili zimefutwa kwa mataifa. Tohara ya mwili na moyo. Tohara moja, ya kimwili na ya kiroho. Ni muhimu kufafanua kuwa hakuna aina mbili za tohara, bali kuna moja tu, ya kimwili. Inapaswa kuwa dhahiri kwa wote kwamba usemi tohara ya moyo unaotumika mara nyingi katika Biblia ni wa mfano tu, sawa na kauli kama moyo uliovunjika au moyo wenye furaha. Wakati Biblia inasema kuwa mtu ni asiyetahiriwa moyoni, inamaanisha tu kwamba mtu huyo haishi kama inavyopaswa, yaani kama mtu ampenda Mungu kwa kweli na ambaye yuko tayari kumtii. Mifano kutoka katika Maandiko. Kwa maneno mengine, mtu huyu anaweza kuwa ametahiriwa kimwili, lakini maisha yake hayaendani na maisha ambayo Mungu anatarajia kutoka kwa watu wake. Kupitia nabii Yeremia, Mungu alitangaza kuwa Israeli wote walikuwa katika hali ya kutokutahiriwa moyoni, kwa maana mataifa yote hawatahiriwa na nyumba yote ya Israeli hawatahiriwa mioyoni. Yeremia 9:26. Ni dhahiri kwamba wote walikuwa wametahiriwa kimwili, lakini kwa kugeuka mbali na Mungu na kuacha sheria yake takatifu, walihukumiwa kuwa watu wasiotahiriwa moyoni. Tohara ya mwili na moyo inahitajika. Watoto wote wa kiume wa Mungu, wawe Wayahudi au mataifa, lazima watahiriwe, si tu kimwili bali pia moyoni. Hili linaelezwa wazi katika maneno haya: hivi ndivyo Bwana Mwenyezi asemavyo, hakuna mgeni, hata wale wanaoishi miongoni mwa watu wa Israeli, atakayeingia patakatifu pangu isipokuwa wametahiriwa mwilini na moyoni. Ezekieli 44:9. Hitimisho muhimu. Nambari 1, maana ya tohara ya moyo imekuwepo daima na haikuletwa katika Agano Jipya kama mbadala wa tohara ya kweli ya kimwili. Nambari 2, tohara ni hitaji kwa wote walio sehemu ya watu wa Mungu, wawe Wayahudi au mataifa. Tohara na ubatizo wa maji. Baadhi ya watu kwa makosa wanaamini kwamba ubatizo wa maji uliwekwa kwa Wakristo kama mbadala wa tohara. Hata hivyo, dai hili ni uvumbuzi wa kibinadamu pekee, jaribio la kuepuka utii kwa amri ya Bwana. Kama dai hili lingekuwa la kweli, tungepaswa kupata vifungu katika manabii au Injili vinavyoonyesha kwamba baada ya kupaa kwa Masihi, Mungu hangewahitaji tena mataifa wanaotaka kujiunga na watu wake kutahiriwa, na kwamba ubatizo ungechukua nafasi yake. Hata hivyo, hakuna vifungu kama hivyo vinavyopatikana. Zaidi ya hayo, ni muhimu kutambua kwamba ubatizo wa maji ulitangulia Ukristo. Yohana Mbatizaji hakuwa mwanzo wala mvumbuzi wa ubatizo. Asili ya kikaya ubatizo mikve. Ubatizo au mikve tayari ulikuwa utaratibu wa kuzamishwa majini ulioimarika miongoni mwa Wayahudi muda mrefu kabla ya enzi ya Yohana Mbatizaji. Mikve iliwakilisha utakaso wa dhambi na usafi wa kidini. Wakati mgeni, yaani mataifa, alipotahiriwa, pia alifanyiwa mikve. Kitendo hiki hakikuwa tu kwa ajili ya utakaso wa kiibada, bali pia kilikuwa ishara ya kifo, kuzikwa ndani ya maji kwa maisha yake ya zamani ya kipagani. Kutoka majini, sawa na maji ya amnioni ya uzazi, kulimaanisha kuzaliwa upya katika maisha mapya kama Myahudi. Yohana Mbatizaji na mikve. Yohana Mbatizaji hakuwa akianzisha utaratibu mpya, bali alikuwa akitoa maana mpya kwa ule uliokuwepo. Badala ya mataifa peke yao kufa kwa maisha yao ya zamani na kuzaliwa upya kama Wayahudi, Yohana aliwaita Wayahudi waliokuwa wakiishi katika dhambi pia wafe na wazaliwe upya kama tendo la toba. Hata hivyo, kuzamishwa huku hakukuwa tukio la mara moja tu. Wayahudi walizamishwa kila mara walipopata najisi ya kiibada, kama vile kabla ya kuingia hekaluni. Pia walikuwa wakifanyiwa ibada hii na bado wanafanya hadi leo katika Yom Kippur kama tendo la toba. Kutofutisha ubatizo na tohara. Dhana kwamba ubatizo ulichukua nafasi ya tohara haina msingi katika maandiko wala katika historia ya Kiyahudi. Ingawa ubatizo, mikve, ulikuwa na bado ni ishara muhimu ya toba na utakaso, haujawahi kupangwa kuchukua nafasi ya tohara,
ambayo ni alama ya milele ya agano la Mungu. Taribu zote mbili zina madhumuni na umuhimu wake wa kipekee, na mojawapo haiwezi kubatilisha nyingine. Mfululizo huu na masomo mengine mengi kuhusu sheria ya Mungu yanapatikana kwenye tovuti sheriayamungu.org.